Wananchi, tukiwa tunaadhimisha maadhimisho haya, ni muhimu kuendelea kukumbushana, kuunganisha juhudi za kupinga visababishi vya umaskini katika ngazi ya kaya inavyotokana na wanawake kuendelea kunyimwa haki, hasa katika umiliki wa rasilimali ardhi, lakini kukosa dhamana za kuwawezesha upatikanaji wa huduma za kifedha, lakini vile vile haki ya kupata elimu, haki ya kuchaguliwa kama kiongozi ndani ya jamii. Ni ukweli usiopingika, ukimwezesha mwanamke umeiwezesha jamii nzima. Mimi niwatie moyo kwenye swala hili la kupendana, la kuinuana na kushikana mikono ili tupige hatua kwa pamoja. Hata hivyo, sote tunakubaliana kuwa pamoja na baadhi ya changamoto zilizopo katika eneo hili, ni muhimu tutambue juhudi serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amesimama kidete katika kulinda na kujenga usawa wa jamii. Amehakikisha wanawake wanapata haki na fursa mbalimbali. Serikali imekuwa ikijitahidi kuhakikisha wanawake na wasichana wanapata haki zao stahiki, ikiwemo kuwawezesha kiuchumi, kwamba wako wajasiriamali ambao wamefanya biashara na taasisi zetu za umma, lakini mpaka leo hawajalipwa madai yao. Nitoe rai kwa viongozi wa halmashauri, nitoe rai kwa wakuu wa taasisi za umma na binafsi ambao wanadaiwa na vikundi hivi au na wajasiriamali hawa, kuhakikisha wanawalipa ili na wao wakaweze kulipa mikopo waliokopa, ili kujenga uwezo wa serikali kuwakopesha wadau wengine. Kupitia maadhimisho haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wetu wameweza kupata huduma. Tumeona mpango mahususi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ya kutatua changamoto na kero za wananchi kuhusiana na umiliki wao wa ardhi katika kuwapatia hatimiliki zao za kimila, lakini sio hivyo tu, kutatua migogoro ya matumizi ya ardhi na masuala yote ya mipaka, ambayo kliniki hii inajulikana kama Samia Ardhi Kliniki, ambayo imeazimishwa nchi nzima, lakini na sisi mkoa wa Ruvuma tumeweza kuwa wanufaika, wananchi kupatiwa hati zao ambazo zilikuwa zijakamilishwa, lakini pia kuongozwa namna gani wataweza kuchangia, hususani kwenye ardhi za mijini ambazo kuna tozo kwa mujibu wa matumizi, ukubwa wa kiwanja, pamoja na mahali ambapo ardhi ipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Ruvuma bado una tatizo la ukatili wa kijinsia, na hii inatokana na uelewa mdogo wa jamii kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia. Katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2025, taarifa ya ukatili wa kijinsia kutoka katika Dawati la Jinsia na Watoto kinaonyesha kuwa hali ya ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Ruvuma kwa wanawake na wanaume, watoto wa kike na wa kiume bado kinaonyesha kiwango kikubwa, ambapo wanaume jumla kesi 34 ni sawa na 41%, wanawake kesi 47 ni sawa na 58%. Aidha, katika kesi za ukatili wa kijinsia kwa watoto wa kiume ni sawa na 22%, na watoto wa kike 88 ni sawa na 78%. Takwimu hizi zinaashiria kukithiri kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa wanawake na watoto. Mikakati ya pamoja inahitajika ili kutokomeza, ikiwemo kuzijengea uwezo kamati za mtakuwa ngazi zote na kuendelea kutoa elimu ya ukatili kwa jamii.